Mwanamichezo, ni mengi ambayo yanazidi kuonekana katika upande wa usajili wa dirisha dogo ambao tayari umeweza kufunguliwa. Klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ni moja ya timu ambayo inahitaji kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chake, kuingiza baadhi ya wachezaji ambao wanaamini ya kwamba atakwenda kuitengeneza timu yao kwa imara, kuwa bora na hatimaye kutimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kila ambacho wamejiwekea mezani. Yote kwa yote ni sehemu ya kuifanya timu inakuwa imara, inakuwa bora na hatimaye pia kutimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kila ambacho wamejiwekea mezani kama sehemu ya ufanisi na ubora uliotukuka. Simba ni miongoni mwa timu ambazo hazijaanza vyema msimu 2025-2026, lakini tayari wapo katika sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba wanaisuka timu yao inakuwa katika sehemu ya ushindani na hatimaye pia kutimiza idadi ya mahitaji makubwa ambayo wamejiwekea. Wana klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, moja ya pigo ambalo tayari wamelipata ni kuondokewa na wachezaji wao nyota wawili, kwa maana ya wachezaji wawili ambao wao wamepata majeraha na wachezaji muhimu. Hapa nazungumzia eneo la goalkeeping, kwa maana ya goalkeeper namba 1 Musa Pimpini Kamara ambaye yeye amepata majeraha ya muda mrefu na tayari amefanyiwa upasuaji na anaendelea na matibabu. Lakini pia aliyekuwa goalkeeper namba 2 kwa maana ya Yakubu Suleiman, naye hatopo naye tena katika mechi za hivi karibuni, ambaye anapaswa kukosekana zaidi ya mwezi mmoja na wiki 2 akiwa nje akiuguza majeraha ambayo pia ameweza kuyapata kwenye goti lake la kulia, akiwa anaitumikia timu ya taifa ya Tanzania ambayo inashiriki michuano ya AFCON huko nchini Morocco katika makala za AFCON mwaka 2025. Sasa Simba wamekuwa wanahangaika katika wakati huu kutazama ni nani ambaye atakuja kuwa goalkeeper wao, ni nani ambaye atakuja kuifanya timu yao kuwa imara, kuwa bora katika hichi ambacho kimekuja kujitokeza kwa sababu ya tuweza tukasema katika upande ambao wao hawakutarajia kama watakwenda kupata injuries za namna hii. So imekuwa ni moja ya jambo kubwa ambalo limewaibua watu wengi, na kila mmoja pia akawa na mtazamo wake na kila ambacho tayari kipo. Sasa Simba imewalazimisha na imewagharimu kwa vyovyote vile kumtafuta goalkeeper ambaye atakuja kushikia nafasi ya Yakubu Suleiman pamoja na Musa Pimpini Kamara wakati ambao wanauguza majeraha yao. Miongoni mwa mambo ambayo mwanamichezo unapaswa kuyajua na kuyatambua kwa kina ni kwamba Simba hawaruhusiwi kumsajili goalkeeper wa kimataifa, kwa sababu kama wakimsajili goalkeeper wa kimataifa kwa mujibu wa kanuni zilivyo ni kwamba wanapaswa kuachana na goalkeeper aliyenaye kwa sasa, kwa maana ya Musa Pimpini Kamara. Sasa ukiachana na Musa Pimpini Kamara, hii inakufanya kwamba kipa ambaye utakuwa umemleta aje kuongeza nguvu. Kumbuka Kamara within mwezi wa pili katikati atakuwa tayari amepona na tayari atakuwa amejiunga na kikosi. That means muda wa miezi takriban 4 ataendelea kukaa nje akiwa anakosekana. So Simba baada ya kulitazama hili wakasema no, why tusimchukue goalkeeper mzawa ambaye ana uwezo mkubwa wa kuwa ameshikilia nafasi hii, wakati ambao Musa Pimpini Kamara ambaye tayari amefanyia upasuaji na tayari kaanza mazoezi mepesi within mwezi mmoja ambao anatumikia na ana recover kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa, tukawa na kipa mzawa ambaye atakuja kuifanya timu hii inakuwa imara. Kumbuke Simba wana michezo takriban 2 dhidi ya Esperance de Tunis, mechi ya ugenini kati ya 21 au 23 ya mwezi wa kwanza, lakini wana mechi kati ya 28 mpaka 30 ya mwezi wa kwanza, pia mechi ya marudiano dhidi ya Esperance na Simba akiwa yeye ndiye atakuwa mwenyeji. So Simba wamefikia sehemu ya makubaliano na goalkeeper mzawa ambaye ni Yona Amos. Yona Amos ni goalkeeper wa kikosi cha Pamba Jiji, moja makipa ambao wamedhihirisha na kuonesha ukomavu na weledi mkubwa katika upande huo. So klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamefikia makubaliano ya kumsajili Yona Amos kama mbadala wa Yakubu pamoja na Musa Pimpini Kamara ambao wanauguza majeraha yao. Yona Amos ni moja makipa bora kabisa ambao tumeshuhudia kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, akiwa amepanda na Pamba Jiji msimu jana na akaonesha
anaonyesha ukomavu na uredi mkubwa, kijana mdogo ambaye ana uwezo wa kufanya save kadhaa, kijana mdogo ambaye moja kwa moja ana uwezo wa kuanzisha build up, namna ambavyo footwork yake imekuwa nzuri. Coach Steve Barker ameridhishwa na kiwango chake. Kumbuka katika upande wa usajili wa Yona Amos, ni mmoja wa usajili ambao Simba inakwenda kuwatambulisha, na Steve Barker yeye amehusishwa na ameshirikishwa katika usajili huu, ikiwa ni ripoti pia ambayo ameweza kupewa juu ya hawa makipa wawili ambao wameumia, goalkeeper namba 1 pamoja na goalkeeper nambari 2. Yona Amos tutaanza kumshuhudia katika michuano ya Mapinduzi, akiwa ni mmoja wa makipa ambao atakwenda kuifanya Simba kwa imara, ambayo itashiriki michuano hiyo kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa kwanza na tarehe 5 wakiwa wana michezo ya kwanza katika hatua ya makundi. So hiyo ndio taarifa muhimu kutoka upande wa Simba. Maoni yako ni muhimu, lakini pia usahau kusubscribe kupitia katika taarifa hii kutoka upande wa Simba kumsajili Yona Amos.